Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, natumaini ni mzima wa afya na buheri wa afya. Imenilazimu kuchukua kilomita kadhaa toka makao makuu yalipokuwa Kawabe Media, na hapa nilipo ni Posta jijini Dar es Salaam, ni bandarini na eneo la uvuvi wa samaki unafanyika. Nimekuja kukutana na mwamuzi mstaafu anayetambulika na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, mwenye beji ya FIFA, maana yake ni Osman Kaze, kuja kuzungumza baada ya kuona VS kufanya kazi katika ligi Tanzania Bara, NBC Premier League, baada ya kufanya kazi na raundi ya kwanza kutamatika ligi kuu Tanzania Bara. Nimekuja kupata uchambuzi wake na maoni yake ni yapi, na baadhi ya watu walikuwa na utata wa utofauti wa VAR na VS. Kaka baba, kwema? Mambo vipi? Safi. Uko poa? Mimi namshukuru Mungu. Sio kaka, unakaba vibaya sana. Yaani mpaka wasoko la samaki umenifuata. Nimekufuata kwa sababu kuna baadhi ya Watanzania wapenda soka na wafuatiliaji wa soka wanatamani kukusikia na kupata tathmini yako na uweledi wako kwenye soka haswa. Nashukuru, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na wasikiaga makapten na man of the match baada ya mechi kuisha, na pamoja na makocha wanapenda kwanza, kwa awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mimi sasa hivi naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuwa mmoja kati ya watu ambao watu wanapenda kunisikia, kupata maoni yangu. Lakini kubwa haswa ni mzunguko wa kwanza ligi kuu Tanzania Bara na matumizi ya VS pamoja na watu wengi wanataka kutamani kwamba kujua tofauti kati ya VS na VAR ni upi haswa kwenye kandanda yetu na duniani kote kwa ujumla. VS actually inaitwa FVS, Football Video Support. FVS yani ni msaada wa video kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Sawa? VAR, Video Assistant Referee. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwenye FVS, Football Video Support, anayemshauri referee kwenda kutizama upya maamuzi sio waamuzi wenzake, bali ni kocha wa timu inayohitaji review ya maamuzi ambayo referee amechukua. Na ndio maana unaona mwamuzi anapoenda kwenye FVS anaongozana na mwenzake. Unajua sababu? Wakashauriane, bwana, mimi hapa naona hivi. Mwenzake atamwambia lakini hebu angalia na hii, alafu yeye atamwambia bwana, angalia hii, sheria hapa inasema hivi. Yule naye lakini kumbuka kuna kipengele fulani ya sheria. Yani wanashauriana wale wawili, kitu ambacho kwenye VAR naye referee anashauriana na wenzake walioko kwenye chumba cha VAR, au sivyo? Kwa hiyo tofauti ni hiyo tu, kwamba kwenye FVS kocha anaomba review, unasikia, ya maamuzi yaliyochukua. Kule kocha haombi, ni wenzake wanaambia bana, umechukua maamuzi haya lakini kuna incident fulani, au sivyo? Lakini sasa kubwa haswa imeletwa FVS kwenye football ya Tanzania. Raundi ya kwanza imetamatika, baadhi ya marefari wamefanya bora zaidi kutafsiri sheria, au bado na mashaka nao pia? No, sina mashaka nao. Unajua mtu akishaangalia kwenye video akaona incident alafu akaenda akachambua, huo ni uelewa wake, sawa? Na huwa tunatofautiana kwenye uelewa, sawa? Kwa hiyo yale maamuzi anayotoa ndio uelewa wake yeye, sio lazima iwe sheria ndivyo inavyotaka, unaona? So nimeona kumekuwa na call 7 kwenye hizi mechi zote.
waamuzi wameenda mara 7 kwenye FVS na wametoa maamuzi yao zaidi. Tuheshimu walichokiamua. Kujaji kupo, nimesema kujaji kupo, lakini sasa anayekuja kujaji nani? Isiwe mshabiki anakuja kujaji na kutoa hukumu. Yeye anaweza akajaji, lakini akamtafuta mtaalamu wa sheria ambaye kasomea hiyo, akampa ufafanuzi zaidi. Aswa, mimi nataka nigusie michezo ambayo imechezwa. Michezo 8 ndio chezwa raundi ya kwanza kwenye duru la NBC Premier League. Tukianza haswa na mchezo ambao unaenda kufungua panzia ya ligi, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans uliofanyika visiwani Zanzibar, kutokea na tukio la crucial ambayo muamuzi Ahmed Alajiga alilazimika kwenda kwenye FVS kwenda kulitazama. Decision yake ile kulitazama, akasema no foul, hakuna penalty. Alikuwa yuko sahihi? Nadhani mimi nimeichambua hiyo kwenye kipenga cha mwisho wiki iliyopita, na tulisema kwamba actually mimi nilisema kwamba tumi hapakuwepo na penalty. Alajiga alichukua maamuzi sahihi kwa sababu ukiangalia scenario, mchezaji amepeleka mguu kaucheza mpira, alafu ndio mguu umeenda juu, au sio? Kisha mtu mwingine anapeleka kichwa chini. Kama alikuwa ana nia ya kucheza, angeurukia ule mpira juu kule, au sio? Kwa nini apeleke chini? Kwa hiyo tumi ile hapa kwepo na tukio la penalty pale. Maamuzi aliyochukua Alajiga alikuwa sahihi kabisa. Turejea kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wa Young Africans dhidi ya Namungo. Kuna goli lilifungwa la Young Africans, maamuzi akadetermine kwamba ni offside. Football VS define kuna mchezaji wa Yanga aliyotea. Kulikuwa na viashiria vya offside kwa ile goli. Naomba utizame kipenga cha mwisho wiki hii, nitakupa jibu. Wewe ninakwambia unakaba kwa juu sasa hivi. Ni ile ya Simba na Yanga nimeichambua kwa sababu tayari nilishaichambua, au sio hivyo? Hii kwa sasa hivi hapana. Tukutana kwenye kipenga cha mwisho. Jana napo tumeangalia mchezo wa Simba dhidi ya Kagera Sugar, ambao Kagera akiwa mwenyeji kwa tukio la David Kameta Duchu akiadhibiwa kwa straight red card. Ndio. Ilikuwa faul? Faul ilikuwepo, lakini sitakwambia kama ilistahili au haikustahili red card. Nitachambua kwenye kipenga cha mwisho. Tupate kutoka uchambuzi rejeo. Yes. Tuheshimu nani hii mipaka ambayo tumewekewa kwenye uchambuzi wetu. Sawa. Mimi kama mchambuzi wa soka ni sehemu ya wachambuzi walioko kwenye panel ya kipenga cha mwisho. Siwezi nikatoa majibu moja kwa moja kabla sijatoa kwenye channel yangu rasmi, sio? Kwa hiyo nikisha chambua pale, baadaye nitakuja, ukiwa na maswali nitakuja kukujibu. Tuanze raundi ya kwanza kwako, umepokea kwa mtazamo upi na unaifurahia vipi kama mmoja kati ya wachambuzi na mmoja wafuatiliaji wa soka Tanzania baada ya maamuzi ya waamuzi raundi ya kwanza hii? Hebu tuambiane ukweli kwamba wewe binafsi hujaona mabadiliko, hujaona raha katika maamuzi ambayo yametolewa raundi ya kwanza? Kwanza nimefurahia kuona mabadiliko makubwa sana ya kisoka, na kwanza niipongeze shirikisho la soka la Tanzania TFF pamoja ikiongozwa na Rais Wallace Karia kwa kuamua kuleta kitu ambacho kilikuwa tiba kwa waamuzi. Sasa wewe unataka mimi niende against na hiyo? Rais safari amemaliza. Yaani hii hatua ambayo Rais Wallace John Karia ameintroduce kwenye soka yetu, big up. Atakuja kuona mabadiliko mbeleni kwa waamuzi? Of course, tutaona mabadiliko yapo. Hata kwenye hii round ya kwanza kuna vitu nimeviona, naona kabisa kuna kitu tutakuja kusikia. Watu wengi sana wanajaji kwa nini natumika lugha ya Kiingereza wakati sisi ni lugha fasaha Kiswahili. Okay, safi kabisa. Hiyo ni swali moja muhimu sana ambayo umeuliza.
FIFA wana lugha zao ambazo wameziidhinisha katika mawasiliano rasmi. Sawa, sasa sheria za soka, hakuna sheria za soka kwenye Kiswahili. Sawa Yes. Sisi tuna tafsiri baada ya kusoma tunatafsiri kwenye lugha mbalimbali. Kwa hiyo FIFA lazima wazingatie hiyo kwamba bana, mnatumia FVS, maelezo mtatoa kwa lugha fulani. Sisi Tanzania lugha yetu ya pili ni Kiingereza, au sivyo? That's why hakuna siri yote nyingine zaidi ya hiyo. Kwa tubakie tufuate taratibu na msingi wa FIFA, kutumia lugha ya Kiingereza kuliko Kiswahili. Ndio. Sawa. Ndivyo inavyotakiwa. Kwa mashaka waondoe baadhi ya wachezaji wa soka. Tupunguze kuwa na mashaka. Kwa nini tunajaji sana? Bana, unajua mimi na usemi moja tena, ikiwezekana hii usije ukaja kuikata. Mdomo una kazi tatu: kula, kutapika na kuongea. Unawachia mtu afanye kazi hizi. Nashukuru bwana. Sawa, asante sana. Tuko pamoja. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tulikuwa na mchambuzi wa soka na mwamuzi mstaafu mwenye beji ya FIFA Osman Kazi kuja kuchambua, kutoa taathiri ya matukio ambayo yametamatika baada ya raundi ya kwanza ligi kuu Tanzania bara kutamatika. Mimi ni Humphrey Cameron na hii ni Kawabe Media. Nikusitu endelea kuraani chaneli yetu ya Kawabe Media, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na Twitter. Sasa ili uweze kupata maudhui bora na utangazaji bora na uchambuzi bora. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.